Tumerejea, tuendelee na habari kutoka mataifa mbalimbali. Mahakama nchini Bangladesh imemhukumu kifo waziri mkuu wa zamani wa taifa hilo kutokana na ukandamizaji mbaya uliofanyika katika kipindi cha maandamano dhidi ya serikali mwaka 2024. Mahakama imebaini kuwa aliamuru ukandamizaji wa maandamano ya wanafunzi mwaka jana, tukio ambalo Umoja wa Mataifa unakadiria liliua hadi watu 1400. Huku hukumu ya kifo ikitangazwa dhidi ya Sheikh Hasina, shangwe zilitanda ndani na nje ya mahakama, huku wengine wakiimba nyimbo za kutaka wenye hatia wanyongwe. Maandamano hayo ndiyo yalimuondoa madarakani, na tangu wakati huo Hasina amekuwa akiishi uhamishoni nchini India tangu Agosti 5, 2024. Hukumu hii inaweka India katika shinikizo la kimataifa la kumrejesha Hasina Bangladesh, ingawa huenda isiwe tayari kufanya hivyo. Usalama umeimarishwa kote nchini Bangladesh kutokana na hofu ya vurugu, na maandamano machache yameripotiwa mapema leo. Walihifadhiwa India kwa miaka karibu 6 wakiishi kwa majina ya kubuni katika eneo la kifahari la Pandara Road kabla kurejea Bangladesh na kuanza safari ya kisiasa. Na kwingineko, shambulizi la Urusi katika eneo la kusini mwa Ukraine la Odessa limesababisha moto katika maeneo ya bandari na miundombinu ya nishati, huduma za dharura zilisema Jumatatu. Shambulio hilo liliharibu vifaa vya bandari na meli kadhaa zilizokuwepo. Naibu Waziri Mkuu Oleksiy Kuleba aliandika katika mtandao wa Telegram. Katika taarifa yake, moja ya bandari inakabiliwa na kukatika kwa umeme na tayari wataalamu wanafanya kazi ya kurejesha umeme. Shambulio hilo lilipunguza nguvu ya umeme kwenye kaya 36,500. Kampuni ya kibinafsi ya nishati ya Ukraine Ditak imesema katika baadhi ya kaya 32,500 zimebaki bila umeme hadi asubuhi. Kampuni hiyo iliripoti uharibifu mkubwa kwa vifaa vyake kufuatia shambulio la usiku, kulingana na chapisho lililoandika kwenye Telegraph. Mimi ni Samson Charles wa EATV. Hii ni EATV saa 1.